Karibu Mal Media, chanzo chetu cha nuru na hekima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi leo tunakutana tena katika kipindi chetu pendwa cha kufundishana mambo yanayohusiana na shekeli. Na katika somo la leo insha Allah tutakuwa tunaangalia familia katika shekeli. Familia, watu wa karibu, majirani, ukoo mzima tutakuwa tunajaribu kupitia hapa, ili baada ya somo hili utakuwa una uwezo sasa wa kuangalizia watu 4 5 katika tahti moja. Kwa mfano umekuja kwangu, umeulizia maradhi yako, nikakwambia, ukaulizia labda shangazi yako, nikakwambia, ukaulizia tena mkwe wako, ukamuulizia shemeji yako, ukamuulizia bosi wako, mke wa bosi, mtoto wa bosi. Yote haya unaweza ukayapata katika tahti moja. Wewe ni kutia nia na kuweka orodha ya watu wote ambao umewakusudia. Halafu mimi hapa naenda kukuonyesha namna ya kupata tahti ya kila mmoja kutoka katika hiyo tahti moja ambayo umepigia wewe. Sababu katika mfumo wa shekeli ni kwamba yani wewe unapokuwa umeangaliziwa inakuconnect na watu wa karibu, kazini, wapi, watumishi wako, mkeo, baba, mama, watoto, yani mali zako, kila kitu, yani unakuwa connected na vitu vyote, marafiki zako, watu wa karibu wote, maadui zako, sijui nani, washirika wako, yani inakuwa imekuconnect na watu wote. Kwa hiyo mtu yote ambaye utakayemuulizia katika tahti yako, basi tahti inakuwa imeshamweka pale moja kwa moja. Kwa hiyo ukiulizia lese watu 4, basi hao watu 4 wote wanakuja kupatikana katika hiyo tahti yako moja. Umeona? Kwa hiyo huhitaji kumwangalia mmoja baada ya mwingine, hapana. Unapiga tu moja kwa moja na unapata kila mmoja anakuwa na tahti yake. Sasa katika mfumo ambao nilikuwa naelezea zamani, ilikuwa ni vigumu watu kunielewa kwa sababu nilikuwa nikielezea napita na hesabu namna ya kumpata mtu fulani, labda mtu fulani, lakini kwa kuzunguka kutengeneza ile duara inakuwa kidogo ni mtihani. Kwa hiyo na kuelekeza njia ambayo itakuwa ni rahisi ya wewe utakuja kufahamu kwamba huyu hapa binamu ni huyu hapa, mtoto wa jirani ni huyu hapa, huyu sijui mtoto nani, sijui mtoto wa shangazi ni huyu hapa, mtoto wa baba mdogo huyu hapa, nani huyu hapa. Kwa hiyo wote utakuwa unawaona hapa katika tahti yako, na unaweza ukachukua tahti ya yule mtu unayemtaka ukachomoa miji yote 16, alafu kaangalia sasa hicho unachokusudia. Sasa kabla ya yote ngoja nianze na huu mji wa kwanza. Huu mji wa kwanza, mfano hapa mji wa kwanza, namba 1 hapa. Namba 1 ni mimi, au tunaweza kusema muulizaji. Let's say muulizaji, let's say nachukua mfano hapo, kwa sababu muulizaji inaweza nikaa ni mimi mwenyewe najiulizia, au anaweza kaja mtu mwingine akaja kuulizia mambo yake. Kwa hiyo kama mpigaji ni mimi, shekeli tahti ile inakuwa inamhusu mtu aliyekuja kuuliza. Kwa hiyo hii mimi inaweza ikaa pia ni muulizaji, naweza nikaibadilisha hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kuuliza, ambao unampigia hiyo tahti,
kawaida tunafahamu sisi sote huwa anakaa mji wa kwanza. Kwa hiyo yule ndo mwanafamilia wa kwanza. Yule ndo mwanafamilia wa kwanza. Watu wanaofuata huwa ni kaka na dada. Hawa ni wanafamilia wa pili, ambao ni watu ambao wamezaliwa baba mmoja, mama mmoja, au wanashare baba au wanashare mama. Inaweza ikawa wanashare baba, mama tofauti. Inaweza ikawa wanashare mama lakini baba tofauti. Kwa hiyo hawa wote wanaingia katika mji wa tatu ambao ni kaka dada. Sawa? Hiyo inafahamika ni mji wa tatu kwa sababu nishaelekeza huko katika miji ya Shikeli, nikaeleza kwamba mji wa tatu unahusika na kaka na dada na watu wa karibu, na inahusika pia na jirani, majirani. Inahusika nao hapa. Kwa hiyo kukiwa kama unaishi hapa sehemu fulani, let's say kitongoji fulani, labda unaishi Masaki, sehemu mtaa fulani, wale ambao ni majirani zako wanakuzunguka wale wanakuwa katika mji wa tatu pale. Unaona? Wale majirani wale. Kwa hiyo ukitaka kumfahamu jirani pale anaumwa ugonjwa gani, jirani ni mtu mzuri, jirani mke wake ana matatizo gani, jirani mtoto wake ana matatizo gani, jirani shangazi yake ana shida gani. Kwa hiyo unapiki pale kwa jirani. Kwa hiyo mji wa jirani hapa tunaanzia ni mji wa tatu, ndio tutaanzia kutafuta chochote unachokitaka pale. Ukitaka kumtafuta let's say mke wa jirani, manake utakuja mji wa tatu ambao ni jirani mwenyewe, alafu mke wake unamtafuta mji wa saba kutoka hapo. Kwa hiyo utaanza kuhesabu miji 7, 1 2 3 4 5 6 7, unampata mke wake. Sasa naelezea, then nitakuja nionyeshe mifano hapa namna ya kuzichomoa hizo tatu. Alafu kuna mjomba, kuna shangazi. Hawa watu wawili hapa pamoja, mjomba na shangazi. Kwa sababu dada na kaka hao ni rahisi kuwafahamu, mimi nataka nije kwenye mjomba na shangazi. Kumbuka kwamba kaka tunatembea miji mitatu, tunamtafuta kaka au dada miji wa tatu. Sasa manake sisi tunachobeba ni ile formula tu, kaka au dada ni miji mitatu. Tukitaka kumtafuta mama miji 4, tukitaka kumtafuta mtoto miji 5, tukitaka kumtafuta mwenza, mke, mpenzi, tunamtafuta miji 7. Unahesabu miji 7, yani mji wa 7 unahesabu miji 7. Ukitaka kumtafuta mtu aliyeko mbali, labda msafiri, unaenda miji 9. Ukitaka kumtafuta bosi aliyekuajiri, miji 10. Ukitaka kumtafuta rafiki, miji 11. Ukitaka kumtafuta adui, miji 12. Sawa? Kwa hiyo tunaenda hivyo. Haya, twende kazi. Mimi naanza kuchukua hii hapa. Haya, tumwangalie mjomba. Tuenda, kesi yetu ilikuwa ni mjomba au shangazi. Mjomba na shangazi, procedure ni ile ile. Sawa? Procedure ni ile ile. Tuanze na mjomba. Mjomba ni maana yake ni kaka wa mama yangu. Sawa? Ndio mjomba. Kwa hiyo mimi nitaanza kwanza na mama, afu mama namtafuta kaka yake. Mama yangu anapatikana katika mji wa 4 hapa. Sawa? Anapatikana mji wa 4, kaka yake maana yake nitatembea miji mingapi? 3. Nitahesabu 1 2 3. Kwa hiyo mjomba atakuwa yuko hapa. Sawa? Kwa hiyo mimi ninapotaka kupiga tafiti yangu, hapa 1 2, niandike kwa hivi. Hapa ndio inakuwa namba 1, hapa namba 1, hapa namba 2, hapa namba 3 hapa. Kumbuka huyu hapa sasa ni mjomba. Huyu hapa kwenye mji wa ngapi? Wa 6 hapa. Ndio kuna mjomba hapa. Sawa? Sasa wana mjomba maana yake hapa kwa mjomba hapa, si ndio? Hapo kwenye mji wa 6 ndio tunaanza kuhesabu namba 1. Ilikuwa namba 1
namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, namba 8. Nibadilishe rangi kidogo ili angalau upate kuelewa vizuri. Mjomba ni hapa, tunaanza namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, namba 8, namba 9, namba 10, 11, 12 inakuwa huku, 13, 14, 15, alafu 16 naangukia hapa hivi. Umeona? Namba 1 ikiwa iko hapa inapoanza hapa, ujue hii ya nyuma yake hii ndio itakuwa ni ya 16 kama ilivyoishia hapo. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya hapa nikipanga tahti yangu, maana yake nitaipanga hivi. Nitaanza namba 1 hii hapa. Namba 2 ile pale inasoma hii hapa. Namba 3 hii hapa inasoma hii na kill hadi. Namba 4 hii hapa inakuja hii hapa twarika. Hizi zinakuwa ndo umahati hizo. Alafu unaenda kwenye upande wa banati. Hizi skeli mama ndo hizi hapa. Tunaenda za mabinti. Sawa? Sasa za mabinti pale inaanzia ni mji wa 5 huko mbele. Sawa, 5 ni huu hapa. Ambaye ni jamaa. Wa 6 ni jamaa tena. Wa 7 ni hii hapa. Alafu wa 8 ni twarika hapa. Kwa hiyo hapa mimi nitaendelea kupanga zile skeli zote mpaka 16 vile vile kama unavyopanga kawaida. Kumbuka hapa tunakuwa tunamwangalia nani? Tunamwangalia mjomba. Hii ndio inakuwa ni tahti ya mjomba. Kwa hiyo nikitaka kuangalia maradhi na kuja mji wa 6. Nikitaka kuangalia mkewe naangalia mji wa 7. Nikitaka kuangalia kazi naangalia mji wa 10. Yaani kila kitu unakuwa unakiangalia hapo moja kwa moja. Sawa? Nafuta hapa. Haya. Kwa hiyo kesi ya mjomba tayari tumeshaimaliza. Na kesi ya shangazi tumeshaimaliza kwa sababu na ukiulizia shangazi maana yake utaanza kwa baba. Shangazi ni dada yake na baba. Kwa hiyo kwa baba ni mji wa 4 ule ule. Kwa hiyo dada yake utahesabu miji 3 ambayo itakuwa ni sasa na vile vile tulivyofanya katika kupata nini? Mjomba. Kwa hiyo mjomba hii hapa na shangazi tumeshaimaliza hiyo. Ila kuna kitu kimoja cha msingi hapa tunatakiwa kuzingatia hapa. Kitu kimoja ngoja nikuonyeshe vizuri. Iko hivi, kwa mfano ukiwa unaangalia baba na mama kwa wakati mmoja. Baba huwa ndo anapewa ni kipaumbele. Unajua alijaru kabamuna alinisaye. Baba ndo anakaa hapa. Sawa? Alafu mama anakaa mji wa 10 hapa. Sawa? Kwa nini anakaa mji wa 10? Kwa sababu baba huyu ukija kumtafuta mkewe ni mji wa 7, miji 7. Inakuwa ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hapa. Kwa hiyo hii mji wa 10 hapa ndo anakuja anakaa nani? Anakaa mama. Kwa hiyo kuna baadhi hata vitabu vya skeli huwa vinaandika kwamba mama ni mji wa 10. Umeona? Lakini ukiwa unamuuliza mama peke yake utaenda mji wa 4. Baba peke yake mji wa 4. Ukiwa unauliza wote kwa wakati mmoja, unamuuliza baba na unamuuliza mama, inabidi mama atakuja mji wa 10, baba ndo ataanza mji wa 4 hapo. Kwa hiyo inakuwa imekaa hivyo. Kwa hiyo sasa katika ukitaka sasa kutafuta mjomba sasa na shangazi, ina maana yake itakuwa tofauti kwa kesi hii hapa. Maana yake baba atakuwa ni hapa atakuwepo baba. Hapa anakuwepo baba. Baba hapa anakuwepo nani? Anakuwepo mama. Sawa?
Haya, ngoja nibadilishe rangi kidogo uone. Maana yake ukitaka kumtafuta sasa shangazi, si dada yake baba, utahesabu miji mitatu. 1 2 ni 1 2 3. Kwa ina maana kwamba shangazi anakuepo hapo, sawa? Na ukitaka kumtafuta mjomba, maana yake unatafuta kaka yake na nani na mama. Mama mjua 10 hapo. Kwa hiyo utaanza kuhesabu 1 2 3. Sawa, kwa hiyo ina maana mjomba anakuepo hapo. Mjomba ni hapa. Alafu shangazi inakuwa ni hapa. Shangazi. Sawa? Inakuwa iko hivyo. Kama utakuwa imetokea unaangalia wote wawili kwa wakati mmoja, sawa? Kwa hiyo bale maana yake kumpata shangazi tunaanzia hapa mji wa ngapi? Mji wa 6. Kwa utaanza kunipangia vile vile kama nilivyopanga pale mara ya kwanza, sawa? Alafu ukija kwenye upande wa nani? Wa mjomba sasa. Maana yake mjomba si atakuwa anaanzia hapa kwenye mji wa 12 hapa. Hapa ndo anapatikana mjomba. Kwa hiyo tutaianzia hapa namba 1. Itakuwa ndio ile Nusratu Kharija. Na hii hapa inakuwa ni namba 1. Ngoja nibadilishe rangi kidogo hapa. Kwa hiyo hapa inakuwa ni namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alafu 16 hapa. Kwa hiyo utaanza kupangilia vile vile. Mji wa kwanza iko hii hapa, Nusratu Kharija. Namba 2 hii hapa. Namba 2 hapa. Kwa hiyo mimi nakuja kuandika itwarika ndo namba 2. Namba 3 hii pale Nusratu Kharija tena. Namba 4 hii hapa, ambayo ni Nusratu Dakhila. Namba 5 unaachia space kidogo na kuja kuandika hii hapa Utbatu Kharija. Namba 6 ndio hii huku ambayo ni Jaudala. Hivyo utaenda kupanga vile vile mpaka miji 16 yote. Hii inakuwa ni tahati ya nani? Ya mjomba. Kwa hiyo utakuja uiangalie sasa kama unataka kuangalia kitu gani, kama unaangalia maradhi, kama unaangalia uchumi, unaangalia biashara, unaangalia nini, unaangalia hivyo. Sawa? Hiyo ni kesi ya shangazi na mjomba kama imetokea scenario kama hiyo. Umeona? Mimi naomba nifute hapa. Kuna kesi nyingine iko hapa, mke wa jirani, sawa? Tena tukaangalie mke wa jirani, sawa? Haya. Hii mji wa kwanza huu hapa huwa ni muulizaji. Jirani yake ni mji wa 3, sivyo? Hapa kama tunavyofahamu. Haya, sasa jirani kama yuko mji wa 3 hapa, maana yake kumjua mke wake tunahesabu miji 7 hapo. Kwa tutaanza 1 2 3 4 5 6 7 hapa. Kwa hiyo hapa ndo mke wa jirani alipo. Mke wa nani? Wa jirani. Kwa hiyo tukitaka kuchukua tahti ya mke wa jirani sasa, hapa ndio inakuwa namba 1 hapo. Hapa ndio tunaweza kuhesabu namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, namba 8, namba 9, namba 10, 11, 12, 13, 14, 15 hivi. Alafu 16 hapa. 15, 16. Tayari imekamilika hapa. Sasa kitu ambacho tunatakiwa kufanya hapa, tunaanza kuchukua tahti sasa. Tunaanza kuchukua hiyo tahti. Ni namba 1 tumeanzia hapa kwenye mji wa ngapi huu? Mji wa 9 huu hapa. Tumepatia hapa. Huu ndo mke wa jirani, tumesema ndo yuko hapa.
Kwa hiyo tunaanza kuchukua hii hapa twarika, ndio inakuwa ni mji wake wa kwanza hapo. Mji wa pili huyo jamaa. Inafuata hizi namba zangu zenye rangi ya kama nyekundu. Nambari 3 hii hapa jamaa tena. Nambari 4 hii hapa nuswatu kharija. Nambari 5 hii hapa twarika. Nambari 6 nuswatu kharija. Nambari 7 nuswatu dakhila. Nambari 8 utubatu dakhil kharija. Hivyo. Kwa hiyo tutaenda kupanga hivyo hivyo mpaka miji yote 16. Kila mmoja unaweka katika eneo lake. Kishamaliza tayari huyo mke wa jirani huyo unamwangalia kama ana matatizo, kama biashara, kama ni nini, kama ni kitu gani, kama unaangalia majini, kama unaangalia nini, unaangalia tayari stari ya tahti yake unayo. Kwa hiyo hapo hiyo tumemaliza hiyo hapo. Kama kutakuwa kuna shida hapa hujaelewa sehemu, utaandika pale kwenye comment kwamba sijaelewa sehemu fulani, alafu tutaangalia namna ya kusaidiana. Tumeshamaliza mke wa jirani, tunakuja mtoto wa dada. Tunakuja mtoto wa dada. Twende tukaangalia mtoto wa dada sasa. Twende tukaangalia mtoto wa dada. Kawaida dada anapatikana katika mji wa 3 hapa. Kaka na dada, tunaangalia dada, mji wa 3. Mtoto wake manake ni miji 5 tunahesabu. Mji wa 5 ndio wa mtoto. Tunaanza kuhesabu hapa 1 2 3 4 5. Hapa ndo mtoto wa dada huyo. Umeona? Naandika hapa juu yake hapa. Nambari 5 hapa mtoto wa dada. Umeona? Kwa kama huyu ndio mtoto wa dada, basi ndio tunaanza kuchukua tahati yake hii ya mtoto wa dada hapa. Kwa hiyo tutaanza kuichukua. Ngoja nibadilishe namba kidogo hapa. Maana yake huyu mtoto wa dada hapa inakuwa namba 1, namba 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5, nambari 6, nambari 7, nambari 8, nambari 9, nambari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Umeona? Kama mfano ninapokuwa naandika hapo unakuwa huelewi dada inakuaje, ili mjaribu kupitia kwenye hizo nani hii kwenye playlist ya Shikeli hapo nimekuwekea mji wa kwanza mpaka mji wa 16 nimeelezea. Kwa hiyo kama umeingia tu hapa ghafla unaweza ukawa hunielewi vizuri, unajaribu kupitia katika video zangu huko za nyuma uangalie. Nilikuwa naelezea katika kila mji naelezea wahusika. Umeona? Kwa hiyo usije ukawa unashangaa. Kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo hapa namba 1 huyu ndo mtoto wa nani? Mtoto wa dada. Dada yangu ilikuwa ni mji wa 3 kwa sababu anatafuta mtoto wake, maana yake ni mji wa 5. Kwa hiyo tutaanza kuhesabu 1 2 3 4 5 kwa rangi gani wanaita? Kama nyekundu njano, rangi ya orange. Nikaandika namba 1 kwa dada, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Maana yake ninamtafuta mtoto wa dada yangu ambaye tumempata hapa katika mji wa ngapi? Wa 7 hapa kwa kawaida. Kwa hiyo hapo ndio nikaanza kuweka namba 1, namba 2, namba 3 mpaka kwenye 16 unavyoona hapo. Sasa Shikeli zake ambayo nitaanza na hiyo nimeandika namba 1 ya blue hapo, ndio itakuwa ni mji wa kwanza. La pili na kiul hadi 3 ni hii hapa twarika. 4 jamaa. 5 ni jamaa tena. 6 hiyo hapa nusratu kharija. 7 hii hapa twarika. 8 ndio ile pale nusratu kharija. 9 nusratu dakhila. 10 ni utubatu kharija. Hapa huwa tuzalishi, yani huwa tunaziandika namba tunazipangilia katika
katika majumba yake ambayo yanastahiki. Huwa hatuzalishi, umeona? Tunazalishaga hizi za mwanzo tu unapompigia mtu mara ya kwanza, umeona? Kwa unapangilia hivyo, unapata huyu ni mtoto wa nani, wa dada. Unaweza sasa ukamwangalia, je, anaumwa nini? Unaweza ukaangalia sasa, je, kama anasoma atafaulu? Yaani vyote unakuja kunamwangalia hapa, kwa sababu tahati yake tayari umeshaitoa hapo, sawa? Umeinyofoa hapo, ndio hiyo hapo. Kwa hiyo tunakuwa tumemaliza nani, mtoto. Hii inakuwa ni ya mtoto wa dada, mtoto mjomba, yani mtoto wa dada, uncle. Mtoto wa dada, sawa, iko hivyo. Kwa mimi ngoja nifute hapa, tuangalie kitu kingine tena. Hapa kitu kingine ni binamu. Binamu hiyo, sawa? Binamu mtoto wa nani? Mashangazi au mjomba, ndio? Haya, tukaangalia. Tuchukulie binamu mtoto wa mjomba, sawa? Haya, sasa inategemea mtoto wa mjomba, maana yake mjomba tutaanzia kwa mama, sawa? Tunaanzia kwa mama hapa. Na assume kwamba hapa let's say yupo baba. Vyovyote utakavyokuwa. Maana mimi nataka upate concept. Tuseme mama yuko hapa. Mama kishakuwa hapa, maana yake tunamtafuta nani? Kaka yake mama. Miji mitatu. 1, 2, 3. Mjomba huyo hapa. Shampata mjomba, maana yake mtoto wa mjomba ndio binamu yangu. Kwa hiyo tunaenda kwa mtoto wake ambaye ni miji mitano. Kwanza ni 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo binamu anakuepo hapa. Sawa, kwa hiyo hapa hii ambayo tumezoea mji wa 16 ndio anakaa binamu. Hiyo kwanza ni fute kwanza hapa. Binamu anakaa hapa. Binamu anakaa hapa, sawa? Mimi ngoja nibadilishe rangi hapa ili niweze kupangilia vizuri. Haya. Hapa ndo tunahesabu namba 1 ambayo ndo binamu yangu. Namba 2 inakuja huku, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, namba 8, namba 9, namba 10, 11, 12, 13, 14, 15, hii hapa 16. Haya, hiyo nyekundu ndo naenda kutoa sasa tahati yangu. Namba 1 iko wapi? Namba 1 hizi nyekundu. Hii hapa. Hii hapa chini hapa. Hapa. Namba 1. Kwa hiyo ninaanza hiyo hapa na Autobato Khadija. Namba 2 hapo juu huku, ambayo itakuwa ni Jaudala. Namba 3 pale. Namba 4 hiyo hapo. Namba 5 inakaa hapa. Namba 6 hii hapa. Namba 7 hii hapa tena. Alafu nambari 8 ni hii hapa. Nambari 9 utajaza hivyo kama kawaida, umeona? Inakuwa ni nakio hadi. Namba 10 ni twarika. 11 ni jamaa. 12 ni jamaa tena. Unapangilia hivyo mpaka zinatimia 16. Alafu baada hapo, kwa sababu huyu ndio binamu, huyu hapa ndio binamu. Tayari ukishapata tahati yake hapa. Kwa hiyo unaanza kumtafsiria sasa, bana wewe ni hivi na 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 hivi. Yaani ukumbuke kwamba hapa ni mtu
kaja kaulizia mambo yake na anaulizia na watu wengine. Kwa hiyo yeye anabakia mji wa kwanza kama kawaida. Sasa kupata sasa wanaomzunguka, watu wa familia, watu wa karibu, watu gani nini na nini, ndio sasa tunaanza kufuata, tunafuata mstari, kutoka huyu tunakwenda huyu, kutoka huyu nenda kwa huyu, hivyo hivyo. Haya, mimi nafuta na hii hapa, sawa. Okay. Kitu kingine hapa tunaenda ni mkwe. Haya, mkwe, nataka kuangalia ukweni. Tuangalie ukweni sasa. Tuashumu kwamba wewe ndio mwanaume, sawa, ambao unakutana huko katika mji wa kwanza. Unataka kujua mkwe, yani mama wa mkeo, sawa, mama wa mkeo au baba wa mkeo. Maana yake wewe sinakuwa mji wa kwanza, mkeo anakuwa mji wa 7 hapa. Na mzazi wa mwanamke, maana yake tunaongelea miji 4 mzazi, inakuwa ni 1 2 3 4 hapa. Sawa, ndo mkwe hapa. Sawa. Unapata mkwe tayari, ndo unaanza sasa kuhesabu kuanzia hapo kwa mkwe hapo. Ngoja nibadilishe rangi kidogo hapo. Kwa unaanza kuhesabu hapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 alafu 16 hapa. Haya. Sasa tayari nishamaliza hapo. Wewe unachofuata wewe hapo ni kufanyaje? Ni kuchukua sasa ile tahti, sasa tahti yake ya mkwe sasa, ambayo namba 1 tunaanzia hapa. Hapa ndo tunaanza namba 1 hapa, ambayo ni jamaa. Namba 2 ile pale jamaa. Namba 3 ni hiyo hapo. Namba 4 hii hapa Tharika. Namba 5 ni Nusratu Kharija. Namba 6 Nusratu Dakhila. Namba 7 ni Utubatu Kharija. Na namba 8 ni ile Jaudara. Namba 9 ni ile Bayaba. Namba 10 Kabdhatu Nusratu Dakhila. Namba 11 Nusratu Dakhila tena. Namba 12 ni Ahyani. Hivyo hivyo utaendelea kujaza mpaka unakuja kunajaza tahti yote inakamilika hapo, sawa. Kishakamilika hapo, umemaliza hapo. Sasa hapo unaweza kumtafsiria sasa, huyu si ndio mkwe huyu? Huyu ndio mkwe. Unaweza kaangalia ukweni kuna dini. Dini si unajua ni mji wa ngapi? Mji wa 9. Ucha Mungu, dini, elimu ya dini, umeona? Tabia za kidini tunaenda kumwangalia katika mji wa ngapi? Wa 9. Fuatilieni video huko nilizokuwa naelekeza huko, miji ya scale ile, angalau mjifunze. Sababu hapa ninakuwa naelezea hapa, nakuwa naelezea kwa vitu huko nyuma tayari nishavielezea. Kwa hiyo hapa ninakuwa niko naelezea watu tayari wameshapata idea, umeona? Kwa hiyo tulikuwa tunamwangalia nani? Tunamwangalia mkwe. Kwa tumeshamuona hapa. Ninafuta hapa. Anayefuata hapa ni mtoto wa bosi, huyu hapa. Tuangalie mtoto wa bosi tunampataje hapa. Kwa kawaida bosi tunampata katika mji wa ngapi? Mji wa 10, sawa? Sasa kumpata mtoto wake tunatembea miji 5. 1 2 3 4 5. Hapa ndo anapatikana mtoto wa nani? Wa bosi. Kwa hiyo mimi hapa ndo naanza kuhesabia
namba 1. Tunaanza kuweka namba 1 hapa, namba 2, namba 3, namba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tumeshamaliza 16. Kwa hiyo hapa tunaenda namba 1 kule. Namba 1 ilikuwepo shikeli gani? Ilikuwepo hii hapa, hii hapa. Nusratu kharija. Namba 2 iko hapa, nusratu dakhila. Namba 3 utbatu kharija. Namba 4 hiyo hapo, daudala. Namba 5 bayadha. Namba 6 nusratu dakhila. Namba 7 nusratu dakhila. Namba 8 ahyan. Namba 9 ahyan tena. Namba 10 qabdhatu dakhila. 11 nakiul hadi. 12 ni twarika. Hivyo hivyo utaendelea kujaza hapo mpaka unakuja ukamilisha tahti nzima hapo. Umeona? Tayari unakuwa ushamaliza hapo. Yaani ni simple, yani ni simple kabisa yani. Huu unakuwa ni mtoto wa boss. Huu ni mtoto wa nini? Mtoto wa boss. Wewe hata kama ni mke wa boss pia unaweza kumpata hapa. Umeona? Kwa sababu ukishafika kwa boss unahesabu miji 7 kwa mke wa boss. Lakini kwa sababu ni mtoto, miji 5. Ukishapata hapa tahti hapa tayari unaweza ukaelewa matatizo yake mengine yote, kaangalia kila kitu kama umemaliza hapa. Yaani ni rahisi, ni very simple. Umeona? Haya, tumebakisha nini? Ngoja mimi nafuta hapa. Okay. Nimebakisha hii hapa ni mume wa mfanyakazi wangu na wifi. Hizi hapa unaweza kufanya na wewe majaribio, unaweza kaangalia pia na mjukuu. Unaangalia mjukuu. Unaweza kumwangalia mume wa mfanyakazi wangu. Lese una mfanyakazi wako lakini ni wa kike. Yule mfanyakazi ana mume. Kwa hiyo unaweza kaangalia ukamtafuta mume wa mfanyakazi wako. Alafu kuna wifi. Wifi. Kwa hiyo pia unaweza ukapita kama utakuwa umeelewa, maana hata wengine unaweza kutafuta tu. Unaweza kaangalia mjukuu, unaweza kaangalia mume wa mfanyakazi, au unaweza kaangalia wifi. Umeona? Unaweza kufanya naye practice na watu wengine. Maana mimi hapa nimekupa tu idea tu ili angalau unapokuwa unapiga tahti alafu mtu anakuulizia watu 4 5, basi wewe unanuia pale wakati wa kupiga, alafu ukipiga pale unaanza kutoa tahti ya kila mmoja hapo, unaanza kuitafasiri kwa uzuri zaidi. Umeona? Basi mimi naomba nishie hapa, ndio nilichojaliwa kwa leo inshallah. Msisahau kusubscribe kama wewe hujawahi kusubscribe, basi subscribe channel yangu hapa. Ikikupendeza tia like hapo ya video hii. Au weka comment hapo kama una swali, basi uliza katika comment. Basi inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa masomo mazuri kama haya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii.